Nikukaribishe sana mtazamaji wa Zone Media, na hapa moja kwa moja tunaelekea nchini Madagascar, ambapo rais wa Madagascar Andry Rajoelina ametangaza kuwa yuko katika eneo salama baada ya jaribio la kumuua kufuatia wiki kadhaa za maandamano makubwa yanayomtaka aondoke madarakani. Kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye Facebook, Rajoelina mwenye umri wa miaka 51 alisema kuwa kikundi cha wanajeshi na wanasiasa kilipanga kumuua. Hata hivyo, hakutaja alipo, ingawa taarifa ambazo hazijathibitishwa zinasema huenda alihamishwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Tukio hili limeibuka baada ya zaidi ya wiki mbili za maandamano ya kitaifa yanayoongozwa na vijana wanaojiita Gen Z Mada, wakilalamikia ukosefu wa ajira, rushwa na kupanda kwa gharama za maisha nchini Madagascar. Jitihada za Rajoelina kuwatuliza waandamanaji hazijazaa matunda licha ya kufukuza serikali nzima na kufanya mabadiliko kadhaa serikalini. Rais hajaonekana hadharani tangu Jumatano, na taarifa kutoka ofisini kwake mwishoni mwa wiki hii zilisema kuna jaribio la kumpindua. Hotuba yake kwa taifa ilihairishwa mara kadhaa Jumatatu, huku hali ya taharuki ikitanda wakati wanajeshi walitishia kuchukua kituo cha televisheni cha taifa. Hatimaye, kupitia matangazo ya moja kwa moja, Rajoelina alisema, tangu Septemba 25 kumekuwa na majaribio ya kuniua na kuipindua serikali. Nililazimika kutafuta sehemu salama kulinda maisha yangu. Njia pekee ya kutatua matatizo haya ni kuheshimu katiba ya nchi. Kitengo cha jeshi chenye ushawishi mkubwa nchini, CAPSAT, ambacho kilimsaidia Rajoelina kushika madaraka mwaka 2009, kimemgeuka kwa kutangaza kwamba sasa kinadhibiti majeshi yote ya nchi. Baadhi ya maafisa wake wameungana na waandamanaji katika mitaa ya Antananarivo, mji mkuu wa Madagascar. Baada ya kikao cha makamanda wa jeshi, Jenerali Demothene Pikulas aliyewekwa madarakani na CAPSAT kama mkuu mpya wa majeshi aliwahakikishia wananchi wake kuwa jeshi limeungana kudumisha utulivu. Jioni hiyo alionekana katika kituo cha televisheni cha taifa akijaribu kutuliza hali ya kisiasa. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha TIM aliliambia shirika la habari la BBC kwamba kwa sasa nchi inatawaliwa na jeshi. Chama hicho kimetangaza mpango wa kumfungulia Rajoelina mashtaka ya kuitelekeza ofisi ya uraisi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekataa kuthibitisha iwapo Rajoelina alihamishwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa, lakini amesisitiza kwamba utaratibu wa kikatiba lazima udumishwe Madagascar. Aliongeza kuwa ni jambo zuri vijana kuonyesha uelewa wa kisiasa, lakini akaonya dhidi ya kuingiliwa na wanajeshi au mataifa ya kigeni. Vilevile, Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika limeeleza wasiwasi wake wa kupinga vikali mabadiliko yoyote yasiyo ya kikatiba ya uongozi. Baadhi ya washirika wa karibu wa Rajoelina, wakiwemo waziri mkuu wa zamani Christian Tsai na mfanyabiashara maarufu Maminiaina Ravatomanga, wameripotiwa kukimbilia Mauritius. Madagascar, licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali asilia, inabaki kuwa moja ya nchi maskini zaidi duniani. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, takribani 75% ya wananchi wanaishi chini ya mstari wa umaskini, huku 35% pekee wakiwa na huduma ya umeme. Maandamano ya sasa yalianza kutokana na kukosekana kwa maji na umeme kabla ya kugeuka maandamano ya kisiasa dhidi ya serikali. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa, ingawa serikali imekanusha takwimu hizo na kusema kwamba ni watu 12 pekee walioweza kuuawa mpaka hivi sasa. Mashuhuda wanasema polisi walitumia risasi za moto kuwatawanya waandamanaji, na katika tukio moja mtoto mchanga alikufa kwa kuvuta gesi ya machozi. Madagascar imekuwa ikikumbwa na misukosuko ya kisiasa tangu ilipopata uhuru mwaka 1960. Mwaka 2019 maandamano makubwa yalimuondoa madarakani Rais Marc Ravalomanana na kumweka Andry Rajoelina, ambaye wakati huo alikuwa na miaka 34 na kuwa kiongozi mdogo zaidi Afrika. Kabla ya kuingia kwenye siasa, Rajoelina alikuwa mjasiriamali na DJ maarufu, akiendesha radio na kampuni za matangazo. Hata hivyo, umaarufu wake ulianza kuporomoka kadri tuhuma za rushwa, upendeleo na matumizi mabaya madaraka zilivyoongezeka. Kufuatia fununu ambazo jana zilikuwa zikisambaa kwamba rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameikimbia nchi na kuelekea Dubai au kusiko kujulikana, hatimaye leo hii rais huyo ameweza kuzungumza kwa kutumia mtandao wa Facebook akisema kwamba kikundi cha wanajeshi na wanasiasa walipanga kumuua
ndio maana akaweza kujinusuru na kuweza kuikimbia nchi na kwenda huko kusikojulikana, lakini hajataka kuweza kutaja kwamba yuko sehemu gani kutokana na sababu za kiusalama. Hivyo kinachoonekana kwamba ni rais huyo hayuko nchini, huku vyama vya upinzani na chama maarufu kabisa cha upinzani nchini Madagascar cha TIM kikipanga kumfungulia mashtaka kwa kukimbia ofisi ya uraisi. Usisahau kusubscribe channel yetu mtazamaji, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Tutajuzana yale yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa.